Tuienzi amani yetu kabla na baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika nchini mwetu Oktoba 29 mwaka huu ni sehemu ya kauli ya Askofu Profesa Beneza Mwang'ombe mara baada ya kumaliza kwa tunukia ubalozi wa amani wa Tanzania hawa katika hafla iliyofanyika Uzuri Center kwa Mbonde huko Kibaha mkoani Pwani. Nashukuru sana. Mimi kitu cha msingi ambacho ninawaasa Watanzania wenzangu ni kwamba amani tuliyokuwa nayo ni tunu kubwa. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kuidumisha na kuienzi hata mpaka wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hakuna taifa lingine linaloitwa Tanzania zaidi ya hili taifa letu ambalo ndilo tulimo humu. Kwa hiyo lazima tujitahidi kwa kila hali kuhakikisha kwamba tunasimamia amani yetu tuliyokuwa nayo na tunaendelea kuienzi na kuitunza. Askofu huyo wa makanisa ya Chemchem ya Uzima duniani ametaka wanafunzi kuanzia ngazi ya chini wafundishwe amani kwa vitendo. Lazima wafundishwe somo la amani, na pia hawawezi kufundishwa tu kwa nadharia. Ndio sababu tunawafundisha pia kwa vitendo, kwa sababu kama jinsi nilivyosema mwanzoni kwamba unaposema kuna amani si kwamba tu hakuna fujo, lakini pia panapoonekana watu wanapata mahitaji yao muhimu, maana yake tayari kunakuwa na amani. Na ndio sababu tumeona tukusanye hawa watoto hapa, kwa sababu tunajua hitaji lao kubwa kama wanafunzi ni vitendea kazi ambavyo ni madaftari, ni kalamu, ni vichongeo pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo tunategemea kwamba sisi tutakuwa tunaendelea na utaratibu wetu huu, ikiwezekana hata wakati mwingine kupitia wadau wengine, sisi pamoja na wadau wengine tuweze hata kuwasaidia watoto hata uniform. Ikiwezekana hata tuweze kuwasaidia hata matibabu. Tunategemea kwamba iwe hivyo ili watoto hawa waweze kuelewa zaidi somo hili la amani kwa nadharia na vitendo. Na huu ndio msisitizo wa profesa huyo kwa watunukiwa hao. Mimi ninachotaka kuambia mabalozi wenzangu ambao wametunukiwa ubalozi huu siku ya leo ni kwamba kwanza ubalozi uanzie kwao. Wahakikishe kabisa kwamba wanasimamia misingi ya sheria, na wao wenyewe ndio wanatakiwa wawe ni mfano bora katika swala la amani katika nchi yetu. Na pia ninawaambia kwamba washirikiane na vyombo vingine vya dola au vya kiserikali katika kushauri, ili waweze kweli kufahamika kwamba ni mabalozi wa amani. Wasije wakapata hizi tuzo alafu wakazifungia tu kwenye sanduku na wakati huo wakasema kwamba wao ni mabalozi wa amani. Tunataka tuone ubalozi wao wa amani ukiwa unafanya kazi. Balozi Dr. Samuel Kamwaya na Balozi Dr. Recho Marukasa ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shule ya sekondari ya Sullivan Provest iliyopo Kibaha kwa Matias mkoani Pwani ni baadhi ya watunukiwa hao. Ninajisikia amani sana. Sijatunukiwa ubalozi wa amani tu, bali nimetunukiwa udaktari wa heshima katika utawala, uongozi na mambo ya jamii. Lakini pia nikapata bahati ya kutunukiwa ubalozi wa amani. Na hiyo imenifanya niwe na furaha zaidi, kwa sababu nimekuwa na watoto mashuleni zaidi ya miaka 20 nikiwaelekeza. Kwa hiyo hili kwangu nitaeneza amani zaidi, kwa sababu ninawafundisha kutoka madarasa ya chini mpaka level ya juu. Kwa hivyo kwa sababu nitawaelekeza umuhimu wa elimu ni nini. Kwa mfano leo tumeona umuhimu wa kuwa na watoto na amani, tumeweza kukula pamoja, tumekunywa maji pamoja, na hiyo ni kuonyesha amani. Tusingalikuwa na amani, tusingeweza kukaa chini pamoja na kula pamoja. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana, nitaieneza vizuri sana. Nitahubiri amani kwenye taasisi yetu ya Sullivan Provost, kama ambapo tulikuwa tunahubiri bila kutunukiwa. Sasa tumetunukiwa, ndio itakuwa zaidi, kwa sababu hata wanafunzi leo wameshuhudia kwamba kumbe kuna mashirika ambayo yanafanya usimamizi wa karibu kwenye swala zima la amani. Kumbe amani ni kigezo kikubwa sana cha maendeleo na upendo mahali popote tunapokuwa. Kwa hiyo kwenye taasisi ya elimu, zile nguzo ambazo tumeambiwa leo kwamba upendo, maendeleo na amani huwezi ukavitenganisha, basi naenda kuvipandikiza pale Sullivan ili zianze kuwa nguzo kuu pia katika kuenenda kwetu hata katika masomo yetu. John Israeli, Banda Media.